Una miaka 37. Wazazi bado wapo au wapete? Mfariki nikiwa miaka 4. Ndio umefariki. Akafuta Na walikufa kwa ni mawazo au ni maradhi fulani hivi aliwazidia? Tatizo lilikuwa nini? nadhani kwa sababu mfariki nikiwa mdogo. Kwa hata nilipowaoji nikiwa mkubwa ndio nilipoona mimi sina wazazi. Okay. Niweze kuuliza. Yaani ulifariki ukiwa na miaka 4. Bado mdogo, hata kuwafahamu siwafahamu. Nionyeshe tu picha. Ugonjwa mbaya sana. Unaumiza sana. Lakini waliniacha na mdogo wangu, ila mdogo wangu ndo alikuwa yaani ugonjwa umeshamwenya kabisa, kwa hata hakukaa kwa muda mrefu. Nikafariki. Kwa kabaki peke yako. Okay. Katika kipindi cha umri wako wote ambao umeishi ukiwa mgonjwa, changamoto hasa ni nini ilikuwa inakukabili, yani ambao ni kero kwako au ilikuwa inakukwaza katika kipindi cha umri wako wote? Kuna kipindi kwa sababu hapo awali nilikuwa tunakuwa vizuri, ila baadaye nilipoanza kuumwa, yani homa hizi za mara kwa mara, ndio kabidi wanitenge na mdogo wangu kwa sababu anajua asija akafika zaidi na mdogo wangu. Kwa hiyo ilikuwa ni kuumwa, ndio baadaye akasema hebu muangalie kwanza afya zao, inaweza aka shida ya kwa wazazi imeshahamia na kwa watoto. Na mtoto mdogo wangu mimi alishangundua mapema. Kwa hiyo nilipoanza kuumwa kwa baadaye ndio akaanza kunipa hizo dawa za Septrin. Kuna baadaye nikuja kukaa sawa. Kwa muda kidogo ndo nikaanza kutumia hizi ARV. Swali langu ni hivi, katika kipindi chote hichi ambacho wewe unatumia ARV, ni kitu gani hasa kilikuwa kinakukwaza au ni changamoto kwako? Au ni maradhi yapi yalikuwa yanakaa muda mrefu kwenye mwili wako ambayo yalikuwa yanakusumbua? Hilo ndio lilikuwa swali langu. Kwa changamoto kwenye dawa, kuna wakati zinaleta shida. Hiyo shida ndio nataka kujua, ni shida ipi ambayo wewe umekuwa unapata hiyo kichefuchefu, unaweza kufika hali ya kutapika, mwili unakuwa unachoka. Mwili unachoka, unapata kichefuchefu, unatapika. Ndio tokea nilikuwa nakunywa dawa asubuhi, baada ya kunywa basi tunabishia wao kunywa kidogo. Sasa kabidi sasa nipeleke hiyo hali na kuchukua dawa. Kwamba nakutana changamoto hii, nasema basi badilisha mfumo wa kunywa dawa asubuhi na kunywa usiku wakati wa kulala. Na homa ambazo nilikuwa nauma mara kwa mara, nilipata hiyo maumivu ya kichwa. Napata sana kichwa na pia napata sana ugonjwa wa pressure. Pressure. Na hii pressure imekutana na wewe ukiwa unatumia ARV. Katika kipindi ambacho jifutenea, leo ni wiki moja ya matumizi ya dawa. Nataka kupata kauli kutoka kwako, katika wiki moja na ukilinganisha miaka 37 ambao umeishi na VVU, kitu gani unaniambia Msigwa? Unaniambia Msigwa nini? Yaani umeona nini ndani ya wiki, na matumaini yako ni yapi ndani ya safari ya maisha yako kwa toka nimeanza kutumia dawa za Msigwa, nakuwa napata hii kama kupata
haja ya mkojo na kujua mara kwa mara. Mwanzo ilikuwa sikuanza kujua asubuhi, mchana baada kafika na jioni kesa hizi kwa asubuhi sasa kujua hata mara 5. Na pia anajikuta kama yaani mwili kama ulikuwa umechoka sasa umeamka. Mwili umechoka umeamka sasa hizo umeamka ni unaweza kufanya chochote ambacho unaweza kufanya, unaweza hata kukimbia, lakini ilikuwa ikinywa zile dawa nilikuwa nani mwili unakuwa kama unachoka. Yaani kama nimefanya kazi nzito afu nimelala yaani nimechoka. Lakini kwa sasa hivi najina ni mwepesi. Sasa hivi unajishughulisha na kazi gani? Sasa hizi ndio niko nategemea kupata ajira hapo external kwenye kiwanda cha nguo. Nimepeleka maombi. Lakini kabla hapo ulikuwa unajishughulisha na nini? Kabla hapo nilikuwa tu mama nyumbani kwa sababu nina mtoto mdogo ambaye anamlea. Ambaye ni mtoto wako? Ana miaka miwili. Kazi za nyumbani unazoshughulika ni zipi? Ambazo ni kazi za mama kawaida au kuna kazi za ziada hapa kibiashara fulani au kazi na kufanya uchoke zaidi au hamna kazi nzito kufanya nyumbani. Sasa hivyo kumpikia tu mtoto na kufanya tu usafi ni kazi za kawaida. Na ni kazi za kawaida ambazo kwa mwanamke ni kawaida azifanye. Utambuzi wako, uelewa wako na ufahamu wako, changamoto ulizokuwa unakizipitia sehemu ulipokuwa unachukulia dawa zilikuwa zinatoa ufafanuzi upi au ufumbuzi upi wa tatizo ambalo wewe unakabiliana nalo? Ni kuambiwa kuhusu tatizo la ugonjwa au changamoto ambazo unazipitia. Kwa mfano unachoka sana. Nimeeleza amesema hizo ndio dawa jinsi zilivyo kwamba unaweza kujikuta na hali kama hiyo, kwa hiyo chukua kama ni changamoto za kawaida. Sababu kuna wengine wanakuja nakuta mwili mbabuka. Au la mwingine akisema najisikia sana maumivu ya kichwa, kwa nasema hizo ni changamoto za dawa ndio zilivyo, ile ikifika wakati utakaa sawa. Katika miaka 30, tusizungumzie 37 yote, tuzungumzie miaka 30 ambayo wewe umekuwa ni muumini wa changamoto hiyo. Katika miaka 30, changamoto hasa zilizokuwa ni kikwazo au zilizokuwa zikijirudia mara kwa mara ni zipi? Sasa kuumwa, yani kuumwa sana ni kichwa. Kichwa kuumwa sana ni kichefuchefu haja. Yaani nafika muda kabisa natapika mpaka wakati mwingine najisi huenda ni mjamzito. Kichefuchefu kinakuwa kingi nakuta naingia kabisa naenda kutapika. Wakati mwingine mpaka huwa anajiuliza. Au huenda najisi huenda ni mjamzito lakini sio mjamzito. Nikasema hii hali inatokana na nini? Chakula ni cha kawaida ambacho nakula mara kwa mara nyumbani. Ambapo chakula chetu cha kawaida ugali, mboga za majani, maharage, wali cha kawaida ambacho tunakula mara kwa mara. Sasa kaonekana kwamba hiyo hali ya kutapika na hiyo kupata maumivu ya kichwa muda mwingine nimepima hadi macho. Mwambie huenda macho anauma kichwa kinauma kwa sababu ya macho. Lakini baadaye kwenda kupima hamna shida ya kusema kwamba macho yanasababisha kichwa kiume. Kwa hiyo kwenda kueleza sema huenda hizo changamoto hizi dawa ambazo nakunywa kwa sababu zinakuja kwa tofauti, unakuta wanatoa miezi unatoa rangi nyingine, miezi inakuja unatoa rangi nyingine, wewe unaenda kutubadilishia kwa dawa ndio unaleta changamoto kama hizo. Leo unapata rangi hii, kesho unapata rangi. Yaani nilianza kunywa orange. Unaanza kunywa orange. Nikaja kunywa rangi kama tuseme ni kama purple. Ni kama samaki ile imepauka. Baadaye tukaja kupewa na kama ni maziwa, sasa hizi tunapewa rangi nyeupe kabisa. Na kila unapotoka kwenye rangi moja kwenda kwenye rangi nyingine, changamoto yake ni ipi? Changamoto nazo zinabaki kwa pale pale tu, ni zile za kwangu mimi naona hazijawahi kujirudia, zinazorudia ni hizi za mara kwa mara ambazo kwangu mimi huwa nazipata. Unazipata. Utapika huko inatokea. Inaweza kanakaa haba wiki 2 3 sitapika, ikije inakuja ile hali kabisa mpaka muda wa kula kabisa najisi chef naenda kutapika. Kichwa kianza kuuma kinauma, ile kinavuta kabisa hiki. Mpaka jinsi kama ni mtu mwenyewe anakunywa kabisa tu anadole nitulize maumivu. Okay. Wakati mwingine ndo kama unakuta mwili umechoka ujisi kufanya kitu chochote, unataka tu ulale. Yaani hutaki kufanya kazi.
kwa jinsi mwili ulivyochoka. Sababu sasa naamka hadi saa 11 natoka nje nafanya kazi zangu mapema tu na namaliza. Kama natoka nyumbani naenda kwenye kibarua changu. Narudi. Niko vizuri. Ambao ni wiki moja tu hiyo ambao unaweza kutoka kwenda kwenye kibarua chako kutafuta riziki na kurudi na huko vizuri. Niko vizuri. Changamoto yote. Sifikiri kama ni swali zuri, lakini linaweza likanisaidia mimi baadaye kama utanijibu vizuri. Kwa sababu umeishi kwenye matumizi ya ARV muda mrefu, kwa kuwa unazijua vizuri na kadhia yake au changamoto zake unazijua vizuri, na uchovu na mengineyo ambayo yalikuwa yanajitokeza unayafahamu vizuri. Ukilinganisha wiki moja ya dawa ambazo mimi nimekupa na ukilinganisha miaka takriban 30, ni kitu gani unatamani uendelee kukitumia katika safari ya maisha haya ambayo yapo mbele yako? Kitu ambacho napenda kutumia kama dawa. Ulikuwa unatumia ARV kama dawa ya kupambana na changamoto uliokuwa nayo, na ulikuwa unapata kichefuchefu, maradhi ya mara kwa mara, kichwa. Kadhia hizo zimekuwa zikiendelea katika kipindi kirefu. Na kwa mujibu wa kauli yako unaniambia tokea utumie dawa ambayo mimi nimekupa hadi sasa umekuwa mwepesi. Unaamka saa 11, unafanya shughuli zako. Ule uchovu wote uliokuwa ukikukera haupo. Unatamani kuendelea kutumia 4A9, unatamani kuendelea kutumia ARV. Natamani kuendelea kutumia dawa za msingi, kwa sababu zimekupa tija ya kutosha. Lakini katika udadisi wako, nishakuuliza, naomba nikuulize tena nione kama nitapata jibu lile lile. Katika udadisi wako kwa anayekupa dawa, jitihada zake za kuondoa hizi changamoto zinazokukabili wewe ni zipi? Yani kichwa nini, yani anakupa ARV, hizi ndio madhara yake. Jitihada zake za kuondoa haya madhara yake ili wewe uwe safe ni ipi? Kwa sababu hata kama tulikuwa tunatoa hilo wazo la kumshirikisha changamoto tunazozipitia, jibu ni moja, kwamba dawa ndivyo zilivyo. Kuna unapoanza kunywa lazima zikupe changamoto moja mbili tatu, zinakuwa tu za muda mfupi. Baada ya hapo zinaisha. Kwa sababu unakuta ndio utakunywa, unakuta baada ya muda mwezi ile hali nyingine baadaye inajirudia tena, kwamba inaonekana kwamba hizi dawa ndivyo zilivyo, kwamba inaweza kukupa changamoto kwa muda, baada ya tena inapotea. Ile kutapika labda na kichwa kuuma, unaweza kukuta umesahau kidogo, ila inajirudia tena, kwa sababu tunatoa dawa za muda mrefu. Ndio na ndoto hii hali ni ya muda, ndio changamoto za dawa zilivyo. Kwa hiyo vumilie, hali itakaa sawa hapo mbele. Sasa wewe ni muda mrefu, hiyo hapo mbeleni ilikuwa inafika au haijafika mpaka leo? Inajirudia, kwa sababu unajua kama hata kama ukienda kusema tena jibu utakupa ni hilo hilo. Naweza kusema na kubadilishia dawa, au watakupa labda kinga nyingine ya kuweza kusolve hiyo changamoto. Nakwambia kunywa tu maji mengi, zaidi kunywa maji mengi, hiyo hali itakaa sawa, lakini bidii kunywa maji iko pale pale. Na hakuna ufumbuzi yote. Kwa majibu alivyo, hiyo changamoto za dawa ndo zilivyo. Ndio kunywa hizo dawa vizuri na kunywa maji mengi, hiyo itakaa sawa, lakini ukawa kwa hali sawa. Ndio tu hivyo, inaweza inapungua tu kwa muda mfupi, baada hapo inajirudia tena. Pole sana. Unafika wakati unakuta unachoka. Unachoka kutumia dawa. Unajiuliza kwamba hii hali nitakuja lini niache kunywa dawa. Kwa kama mimi nilikuwa nimeshachoka, ndio maana nikamwambia mwenzangu, sababu anajua hali yangu niliyokuwa nayo, ndio akakutafuta wewe, alivyokupata ndio akanipa direction ya mwenzako, kwa maana huyo unaishi naye kama mume. Yeye ndio ambaye alikuwa anafuatilia.
Ananifuatilia kwenye mtandao, sio? Nilikuwa sio kwenye mtandao, lakini yeye alikuwa anabidi sana kufuatilia kila siku, ndo akanipa ufunguzi. Kuna mtu mmoja tutakuelekeza ili uende. Okay. Kwa sababu naye pia alikuwa anaona changamoto tunazopitia na hisi alikuwa anania huruma. Afurahishi na kile ambacho anakiona mbele yake. Masi unajua nafika wakati unakata tamaa, hivi lini nitakuja niache kutumia hizo dawa? Maisha kuna muda mrefu sana. Miaka 30, miaka mingi sana. 30 kitu. Sasa mimi nitakusaidia kitu kimoja. Kwanza nimefarijika, nimekufikisha wiki ambapo kwa matokeo ya kipimo hichi inaonekana kama umepata VVU wiki moja au wiki mbili. Sasa wewe siku gani unapumzika uende kwa kutafuta riziki katika harakati za Jumapili? Unakuwa nyumbani Jumamosi na Jumapili. Mimi ningeshauri kama itakupendeza kati ya Jumamosi au Jumapili, lakini nipigie kwanza simu Ijumaa ili uje hapa ni flash hiyo damu ili upate negative. Wewe huru sasa. Utachagua kati ya Jumamosi au Jumapili, siku ambayo unajua unaweza kukaa na mimi masaa 3-4. Naona hiyo Jumamosi na Jumapili unajua na kaka za kwenda kanisani. Okay. Jumamosi nakuwa free kabisa. Basi piga picha au simu ya kupiga picha? Nayo. Piga.